Ni mzima hapa popote pale hapa nilipo nimekita kambi nje ya majengo ya Wizara ya Afya, ambapo hii leo imetimia siku ya 22 tangu matabibu ama muungano wa matabibu kuanza mgomo wao rasmi, wakililia matakwa tofauti wakidai kwamba serikali na Wizara ya Afya hajaweza kuwapatia sikio na kuweza kutegea na kuweza kutimiza yale tu ambao wanaweza kushinikiza ama kupigia upatu. Na hapa nilipo, mtazamaji, niko na baadhi tu ya viongozi wa muungano huo, wataweza kutuelezea tu ni baadhi ya changamoto gani ambazo wanapitia, kwa nini wapo kwenye mgomo na ni masuala gani ambayo wanakumbana nayo ambao wangetaka Wizara ya Afya na hata serikali kuu kuweza kuyatimiza. Karibu sana, tafadhali jitambulishe alafu tuelezee tatizo. Asante. Kwa majina naitwa George Gibore, katibu mkuu wa chama cha maafisa tabibu nchini. Na nasema tulitoa ilani yetu ya mgomo tarehe 2 mwezi wa 12 kwa siku 21, na serikali ikawa imesusia kutekeleza yale ambayo wanatakiwa kuwa wamekutana. So tumeanza mgomo ni siku 23. Na sababu kuu ya kwenda kwenye mgomo ni kwa sababu tuko na ile collective bargaining agreement ambayo tumenegotiate for more than 8 years. Hiyo ni 2 life cycle. So na sisi tukaona kwamba kuna jambo moja imekuwa ikitusumbua tangia mwaka wa 2021. Na tumesema kwa sasa, kwa sababu zile government institution ambazo zilikuwa zinatakiwa ku approve kama Treasury na SRC wameapprove, na ile pesa ambayo ilikuwa inatakiwa kufanyika ni kwa hii financial year ndio tuweze ku start implementation. So na kwa Ministry of Health wanakataa kutia sahihi. Council of Governors hawaja keti waweze kuidhinisha yale ambayo yamekubaliwa na SRC pamoja na Treasury. Kwa hivyo ndio maana tuko katika mgomo, kwa sababu imewezeshwa na hii serikali ambayo haitaki kutekeleza wajibu wao wakiwa katika maofisi. Ya pili, kwamba ile ambaye ni tume ya kuratibu mishahara imeisha fanya ile tunaita salary review kwa miongo 5. Serikali za gatuzi zikatekeleza mwongo wa kwanza na wa pili, hawajatekeleza wa 3 wa 4, na sasa serikali kuu inatekeleza ule mwongo wa 5. Na sasa wao wakana reas ya mwongo wa 3 na wa 4. Na sisi tumesema kwa sababu hizi hela, before the SRC approve any salary ama any circular ya kuenda kusema kwamba timiliza, waga wamesha negotiate na Treasury na pesa zipo. Serikali za gatuzi zinapeleka wapi pesa na hawataki kutimiza? Basi tunataka itimizwe. Tuko na wale ambao wameweka katika kandarasi kama UHC tulikubaliana mwaka uliopita 2024, that's more than 2 years, the 2024 July, na tulikuwa tumalize masuala yao ya kulainisha mishahara ama harmonization, alafu tuwaweke kwa permanent and pensionable. Hiyo haijatimia. Wamelainisha mishahara na serikali kuu, lakini wale ambao wanatakiwa kupeana barua za permanent and pensionable ambapo ni gatuzi hawajafanya hivyo. La mwisho, tuko na wale ambaye wanafanya kazi, walikuwa wanafanya chini ya ile ilikuwa inaitwa Global Fund. Global Fund ilipotoka walikuwa wamekubaliana na serikali wanaweka katika kandarasi za kudumu na waendelee kuwalipa. Miezi 19 kwa leo wanafanya kazi bila malipo, wanahitajika kupata bima ya afya, hawana, wanahitaji kulipia watoto wao, wanahitaji kukula na kufanya kila shughuli ya maisha yao, lakini kila siku wako kazini. Na tunasema hii ni idhinisho ama kuonyesha kwamba kuna system failure in our sector. Na pia niliona kwamba serikali imeweza kutii. Hii serikali kuu ilisema kwamba hawawezi sign CBA ya watu wachache, na wao ndio walikataa kunegotiate pamoja. Sisi tunasema mapigano ya Council of Governors na Ministry of Health haitakiwi kuumiza mfanyakazi wowote, kwa sababu kwa sasa inasababisha Wakenya wengi hawawezi pata huduma ya afya kwa sababu tuko katika mgomo. Pengine tu daktari, karibu sana, utajitambulisha jina lako afu tuambie ni baadhi ya ni huduma gani ambazo sasa hivi Wakenya wanakosa kutokana na ukosefu wenu katika hospitali. Asante sana. Kwa jina naitwa Stephen Mudhama. Mimi ni mwenyekiti wa Kenya Union of Clinic Officers Nairobi County. Sasa hivi hospitali zote za umma hakuna services zinaendelea. Ukienda outpatient, ukienda kupata zile specialist services, ENT, gynecology, anesthesia, theater, hakuna kazi inaendelea. Kwa sababu anesthetist wako nje, specialist wote clinic officers wako nje. Ukienda ENT clinic, dermatology clinic, TB clinic, chest clinic, HIV clinic, all those specialist clinic services haziendelei kabisa, kwa sababu matabibu wote wako nje kwa sababu ya hizo issues zenye tumesema. Hapa Nairobi ukienda Mama Lucy, uende Mbagathi, uende Mutuini, uende Pumwani, utapata hakuna services inaendelea. Na to make it worse, pia wale members wa KMPD wako nje. Clinic officers ndo walikuwa wamebaki wanaendelea na kazi, na licha hayo sisi ndo huwa tuko hapo
mstari wa kwanza kuonekana na mgonjwa, ndo udetermine ujue mgonjwa anafaa aende nyumbani after kutibiwa. Ile sasa wanasema UHC, ugonjwa kidogo hapa na pale, ama aende lab apimwe zaidi, ama umtume akaone sasa clinical officer specialist, ama umtume aende kwa ward. Sisi ndo tuko nje wakati huu kwa sababu ya hii shida imeletwa na Ministry of Health na Council of Governors. Ijulikane kwamba Nairobi County na pia Ministry of Health wamekataa kuimplement ile agreement, ile tunaita return to work agreement. Mnaketi chini vizuri ya 2024, na pia last year tulikubaliana na Governor Sakaja na administration yake, tukasema tutafanya hii na hii inawezekana, hii ingine tupatie muda, hii tutafanya siku nyingine. Mnaelewana vizuri, after hapo mnarudi kazi, mnafanya kazi, lakini wanapotea, wanakosa kufanya venye tulisikizana. So hiyo ndo shida kubwa sana, pamoja na hiyo mambo ya CBA na UHC na Global Fund. Naam, shukrani sana. Hali utaniruhusu nirudishe usukani kwako. Tuko nao leo unyo kwa unyo, manake baada ya hapa atakuwa naenda katika majengo ya county na vile katika ofisi zingine za serikali tu, ili kupiga debe ajenda yao hiyo ya kutaka kusikilizwa na serikali kulingana na yale matakwa tu ambayo tumeweza kuyasikia kutoka hapa. Kasichana Mwasha ndio jina langu. Usiende mbali, manake nitakujuza mengi mwendo wa saa 7 mchana kutoka kwangu. Mchana mwema. Asante sana Sadakta Kasichana Masha, nikitupasha tu akiongea tu na baadhi ya viongozi wa matabibu hapa nchini wakiendelea tu na migomo yao ambayo imeingia siku ya 22 siku hii ya leo. Ni taarifa ambayo atakuwa ataifuatilia kwa kina, na hapo baadaye atakuwa wenye kutuandalia taarifa.